Leo nitakwenda kujibu swali lililoulizwa. Linasema, Pastor, kuna mtu mmoja kwenye Biblia, ila nimesahau ni kitabu gani, alimwagia chini Mungu akamuua. Je, kumwagia chini ni dhambi? Leo kumepambazuka mapema. Natamani leo nisikilize vizuri kabisa ili niweze kujibu. Ni swali ambalo linatatanisha watu wengi sana, kwa sababu wananukuu hii habari ya kitabu cha Mwanzo sura ya 38 fungu la 9 na la 10. Biblia inaandika, Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake. Ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye, akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Ukisikia tu alipoingia kwa mke wa nduguye, maana yake huyu ameingia kwa mke wa kaka yake. Huyu ni shemeji. Mashemeji sasa, unajua kuna wakati wanawaza hivi, mashemeji huwa tuna shida gani? Mara nyingi sana hata kesi za wajane, mashemeji ndio wanaohusika, baba wadogo hao. Mpaka kuna wakati unajiuliza, hivi baba akifariki kwa familia ni kana kwamba huu ndugu huwa unakufa. Maana kama mashemeji wanalalamikiwa sana na wajane kwamba ukifiwa una mashemeji ndio wanakuja kukutapeli. Na hata kuna wakati fulani mtu mmoja alikuwa ananisimulia, ni watu ambao wanasali kabisa kanisani, tena ni shemasi, na wakati huo alikuwa ni shemasi mkuu wa kike. Dada amempigia simu kwamba nimepewa taarifa kwamba mume wangu amekufa na sasa yuko mochwali. Sasa natafuta mtu wa kumsindikiza kwenda kuona maiti, kwa kutambua maiti ama kuchukua mwili wa mume wake. Huyu mama anamwambia, sasa sikiliza, hapa ni kulia kimkakati. Muda wa kulia sio huu, utalia baadaye wakati wa mazishi. Leta hati yako ya nyumba, leta kila kitu ambacho unajua ni cha maana kwenye familia yako, kwenye chumba chako, leta nikutunzie hapa. Alafu tukishamaliza kuvitunza ndo twende huko mochwali ukalie kimkakati, kwa sababu utakapomaliza tu mazishi huna kitu chako. Na ni kweli, ananieleza kwamba baada tu ya maziko au wakati prosesi za mazishi zinaendelea, tayari mawifi, mashemeji wameshaanza kuomba funguo za chumbani kwa ajili ya kumtapeli mjane. Sasa hapa anapokuja, hii story ni ya tofauti kidogo, lakini ni yule shemeji. Shemeji ameambiwa, kwa sababu hii ni familia ya Yuda. Yuda amezaa watoto watatu. Amemzaa Eri, amemzaa Onani na amemzaa Shela. Sasa Eli anafariki, anaacha mke wake Tamari akiwa hana mimba wala mtoto yeyote. Na kwa tamaduni zile, mwanamke anapoachwa bila mtoto hana haki ya kurithi chochote. Sasa inabidi Yuda amshawishi Onani, mdogo wa marehemu, kumwoa shemeji yake ili amzalie watoto. Ila mind you, wale watoto wote watakaozaliwa wataitwa kwa jina la Eri marehemu, sio jina la huyu aliyetoa mbegu. Kwa hiyo anapofikiria, na wakati ukumbuke kwamba wakati ule birthrights zilikuwa 3 kwa mtu anayezaliwa wa kwanza kwenye familia. Ya kwanza ilikuwa anarithi mara 2, ya pili alikuwa anamtangulia, alikuwa ni kama mtangulizi wa Jehova ama Yesu atazaliwa kwa ukoo wake, lakini zawadi ya 3 ilikuwa ni kuwa mpatanishi katika kazi za kikuhani. Sasa anapofariki mtoto wa kwanza, Onani anaona hii ndio fursa ya yeye kurithi sehemu ya kaka yake kama ilivyokuwa kwa Yakobo na Esau. Sasa anaambiwa tena aingie amrithi Tamari. Ndipo anapoenda, Biblia inasema, lakini moyoni mwake akanuia ya kwamba hata mwinulia uzao kaka yake. Maana yake alikuwa na wivu moyoni mwake. Kwa anapoenda, anafika hatua ile ya kumwaga. Sasa anamwagia chini. Hapa alikuwa hapangi uzazi. Hapa alikuwa anatimiza nia yake ovu ndani ya moyo wake ya kutokumwinulia uzao kaka yake, kinyume na utaratibu ambao Mungu alikuwa ameukubali. Kwa hiyo Mungu anamuadhibu, moja, kwa kosa la wivu uliopitiliza, maana mpaka kiwango cha kumwonea wivu kaka yako, huo ni wivu mkubwa. Je, kama wadamu unaweza kumfanyia hivi, vipi mtu wa nje? Ndio maana kuna wakati watu wanawaambia, ombeni, usidhani unapendwa sana. Omba, sali, funga, mlilie Mungu karibu kila wakati, kwa sababu hii dunia hakuna anayekupenda.
Hamna, ni Yesu peke yake. Wanadamu wanaweza wakakubadilikia muda wowote. Ndio sasa unaona anapoingia hapa, anapomwagia chini. Kwa nini Mungu anakasirika? Moja, Tamari alikuwa kwenye hali ya kuhitaji, alikuwa ni mjane, anahitaji faraja, lakini nani amfariji? Nani ampe faraja? Faraja ya kwanza ya Tamari ilikuwa apate mtoto ili ahesabiwe kuwa na haki katika ile familia. Sasa badala ya kupewa mtoto kufarijiwa, anatumika kama chombo cha starehe. Lengo la Tamari ilikuwa sio kupata ile alilopewa na Onani. Lengo lake la ndani ilikuwa apate mtoto, apate mbegu. Sasa mbegu zinamwagiwa chini na yeye anakuwa ametumika kama chombo cha starehe. Ndio Mungu akasema hapana. Unajua Mungu yuko sensitive sana na wajane sana. Ndio maana Biblia inasema msiwadhulumu wajane. Sasa anasema badala ya kumfuta machozi Tamari, ameenda kumwongezea machozi, naye akauawa. Hiyo ndiyo sababu ya Onani kuuawa, na haihusiani kabisa na uzazi wa mpango. Hayo mambo ya uzazi wa mpango uko free, kwa sababu ni swala la makubaliano kati ya mama na baba, na hata ni mambo ya asiri huko, lakini haihusiani na hili fungu. Mungu akubariki sana, endelea kubarikiwa na vipindi vyetu. Cha msingi ambacho natamani tu kukukumbusha ni kwamba tupendane kama ambavyo Bwana alitupenda. Mungu ni pendo, anapenda watu, na kama anatupenda watu, na sisi tupendane sisi kwa sisi. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Barikiwe sana.